wanazaliwa wazuri sana. Nani yeye azae kazuri hivi? Hiyo ndio ni vita. Bora uzaliwe kama ndama yazo wewe. Unajua mtoto wa punda wale hakuna yeyote anayekutamani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitoto vinazaliwa kwa unajiuliza hivi mtoto hata nikae ndani nisitoke nje kwanza. Haya. Yaani nimekaa kama shunungu hivi yani. Sasa uliyezaliwa ukiwa mzuri ndio utakoma sasa mishale ni ya kwako. Wazazi wako wanakusifu, jamani nimezaa kazuri. Kuna watu wanakasirika. Wanataka ukazuri wakaloge sasa waone uzuri. Semaje? Amefika bwana wa ndoto. Sio walisema hivyo. Tumue na tuone ndoto zake zitakuwaje. Sasa unakuja hatua ya kukua hapa. Sasa kutoka kwenye kukua tunakuja kwenye kufanikiwa. Tunatoka kwenye kuzaliwa unakuja kwenye kukua hapa kuna kamtiani. Sasa kwenye kukua hapa tunatoka kwenye kukua sasa tunakuja kwenye level ya kufanikiwa hapa. Tunakuja sasa kwenye level hapa ya kupata mali. Unaweza ukazaliwa vizuri, ukakuwa vizuri, ila usifanikiwe. Ukaruhusiwa ukazaliwa, ukakuwa, ila maskini. Kilo unalolifanya haliwezekani. You know why? Kuna hatua tatu. Hatua ya kwanza ndio hii umezaliwa. Wakati unazaliwa kwenye kukua hapo unaweza ukarogwa hapo. Wewe ukiwa mdogo kuna watu walikuwa wanajua kwamba utakuwaje. Tofautisha na wachawi. Hata mtu wa kawaida tu jinsi ulivyo na nidhamu, ulivyo na bidii, ulivyo na nguvu, wanaelewa kabisa mtoto hili itakuja kufanikiwa. Wewe na mavivu tunaelewa tu hapa mzigo huu hapa. Labda sasa ibaki tu ni Mungu mwenyewe. Unakuwa na nguvu, ni mtu mwenye akili, ni mtu mwenye juhudi. Hata wazazi wako wanaelewa kabisa kwamba huyu atafika mbali. Hiyo ni hatua ya kukua. Sasa watakapoona hivi adui zako, my God, hawawezi kufurahi. Kuna maadui zako, lakini kuna maadui wa mama yako, kuna maadui wa baba yako. Wewe ukizaliwa na baba yako na mama yako, wana vita vyao. Vita vyao vinageuzwa kuwa vita vyako. Ndio anasema lazima uvuke tena. Kila maneno waliotamka uvuke tena kwa jina la Yesu. Waliposema hautafika, ufike kwa jina la Yesu. Waliposema hautaenda, waone unaenda kwa jina la Yesu. Waone nyota yako inaendelea. Wakiamka wanaona inaendelea. Wakienda kuchana kuku wanaona unaendelea. Wakienda kuuliza kwa mganga waambiwe jamaa anaendelea kule Katoro. Si wanapeleka kuku wanaenda kuangalia kwa kuku. Inaitwa kutazama maini. Kuna uchawi wa terafu na uchawi wa kutazama maini. Mtu anaweza akaenda kwa mganga. Usiitaka mambo. Sikieni wanakabati. Sasa anaenda kukuangalia wewe. Unanyeuta gani? Yuko mbali, wewe uko hapa. Yeye yuko Ipileo kule unabaki kule. Kule Nkoma kule. Au kule Ruguru, si ndio kule wewe? Sasa yuko Ruguru kule, anaamua kwenda kwa mganga kukuangalia. Kwamba huyu kwanza huko aliko anaendeleaje tuliko
la Yesu wakaone unafanikiwa kuanzia leo, wakaone unainuka kwa jina la Yesu. Wakiuliza waambiwe huyu mtu ana afya nzuri. Sasa hapa lazima uelewe ni nini sasa kinafanya hiyo line number 3 hapo. Sasa hapo kuna kamtiani. Sasa hapa kwenye pointi hii hapa umezaliwa, umekuwa. Sasa swala la kufanikiwa hapa wengi wamefia hapa, wengi wamerogewa hapa. Hata kama huku ilishindikana vita ya ukoo, vita ya kipepo, hapo unaweza ukalogwa na mtu tu umekutana naye kwenye biashara, rafiki yako. Hapa umehamia Katoro, unaanza kufanikiwa, watu wanaanza kukuroga ili usiende. Hatua inayofuata hapa hii hatua ya 4, kudumu na mali, unaitwa utajiri udumuo. Hatua inayofuata kumaliza vizuri. Kuna watu wanakuwa na mali ila wanakufa maskini. Unabakiza kusema tu kwetu kulikuwa na mali, yalishabakia mazizi na majina ya wale ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba kwetu nilikuwepo, ninaitwa ni fulani, kulikuwa na magari, kulikuwa na mashamba, kulikuwa na nini, lakini sasa hivi hakuna kila kitu. Hizo hatua 5 lazima uvuke sasa kwa jina la Yesu, na inawezekana. Yesu alivuka hapo, Yesu alivuka hizo level na mpaka akafufuka na akajidhihirisha, na sasa yuko mkono wa kuume wa Mungu Baba, anatuombea na sisi tuweze kuvuka. Si kama umezielewa hizo hatua 5. Sema niko tayari kuvuka, pasipovukika, pasipovukika, mimi ninavuka. Kwa hiyo unakuwa sasa mapambano hapa ya maisha, sasa kudumu sasa na ulichokipata hapa na kumaliza nacho. Hapa anasema yeye ni mwisho kuliko mwanzo. Kuna watu tunawaona wanaanza vizuri sana wokovu, lakini unashangaa ghafla anakimbia mpaka iacha njia. Unashangaa amebadilika. Alikuwa kijana mzuri, alikuwa binti mzuri, alikuwa ni mama mzuri, kwenye kukua hapo kiroho, kwenye kudumu na wokovu mpaka amalize vizuri, hapo ni kasheshe. Lazima utamani kuvuka kila mipaka iliyoko mbele yako, kila line iliyoko mbele yako. Kama wengine wanarudi nyuma, wakuache wewe unaendelea. Kama wengine wanaanguka, waanguke wewe ukiwa umesimama. Samueli wa kwanza, sikia anointi sahihi. Kwa sababu inahitajika nguvu yake aliyeshinda.